Katika mji wa Goma, shughuli za kiuchumi zinaanza tena. Masoko na maduka yanafanya kazi tena, takiwa wateja ni nadra licha ya kufungwa kwa benki zote na uwanja wa ndege wa kimataifa jijini Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini Mashariki mwa DRC. Changamoto kubwa, bidhaa vya wafanyabiashara viliporwa wakati wa kudhibitiwa kwa mji wa Goma na waasi wa M23. Hali hii ilipelekea kusitishwa kwa shughuli za kiuchumi hapa jijini. Katika eneo kubwa ya Birere, wafanyabiashara wadogo walianza kueneza bidhaa zao, lakini tena ndani ya duka nyingi hamna vitu. Vivyo hivyo, mnamo soko kuu la Virunga, wauzaji wa bidhaa, chakula na biashara vingine walionekana sokoni, ila wanasema wateja ni wadogo. Kukaa vitu haviendeke, movement haiko sagisi tulikuwa avant, vitu vinakosa wenyewe vinafrene juu hakuna circulation ya franca mtere. Leo kabisa kubahatisha, kama unaujisha 10,000 francs, kama ya 15,000, na hakuna kusema sasa tunaweza maximize sasa tunapata eta, hakuna. Maana ni horoscope. Na vitu viko vinaharibika, tunaujisha vitu ya kuoza, jua kukosa klientele, vraiment vitu vinaharibika, tunakosa kufanya nini. Ndo soko tunaikala tu, hawauzi wanauza dikisilima, ranga haiko mtere kabisa, tunaikala mbo wakuuza kwa kiamua moya dikisilima, basi hatuna vya kufaa, tuko nachunga tu mapenzi ya Mungu hapa. Tunaomba tu mbo, tunalomba pesa itoke mbanke, movement yanzi. Napenda pesa itoke kabisa juu tuone kama tutaishi haina watoto juu kazi na katala. Na inawezekana ile ukatala ya kazi ile kutokuwa franga mtere. Sekretari ile tu kwa kila matanzika au tauzisho na rudia basi. Wafanyabiashara wengine bado wanasita kuanza tena shughuli zao, na wengine ni tatizo ya milango ya benki ambazo imeendelea kufungwa. Bisa vitu vianzishwe, lakini sio rahisi. Kwa kuwa kuko decision zingine zenye zinatokana na Kinshasa. Shughuli za usafiri wa umma zaendelea tena hapa mashariki mwa Kongo DRC. Kazi zilianza tena Jumanne hii Februari 18 kwenye ziwa Kivu. Usafiri kati ya miji kuu Kivu Kaskazini na Kusini ulikuwa umesimamishwa kwa wiki chache na viongozi wa Kivu Kusini kufuatia mapigano ambayo yalitangulia kabla kuanguka kwa mji wa Goma mikononi mwa waasi wa M23.